Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, tukiwa tunaendelea na mfungo wetu. Tunaianza wiki ya pili katika zile wiki za siku 40, lakini pia leo ni siku maalum kabisa ambapo tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana, na baadaye tutakuja kusikia neno la kutuongoza katika mfungo wetu. Lakini kwa sasa tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tukimwomba Bwana atubariki katika wiki hii. Na nilikuwa nikiangalia katika ulimwengu wa roho, tazama nikaona milango iliyofunguka. Maana yake ni kwamba wiki hii ni wiki ya baraka kwa watu wake, ni wiki ya neema kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo utaiona neema kwenye kila kona ya maisha yako. Nataka uangalie namna biashara zako zitakapoenda wiki hii, alafu utoe ushuhuda. Nataka uangalie mambo yako atakavyoenda wiki hii, lakini utoe ushuhuda. Lakini tunapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tunajiwekea alama katika ulimwengu wa roho ya kwamba sisi ni wa Bwana na msaada wetu watoka kwa Bwana, na ni Mungu peke yake ndio anayehusika na uzima wetu na afya yetu na usalama wetu. Ni yeye peke yake ndio anayehusika. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Bwana na kujiweka wakfu kwake, tunamwambia Mungu, sisi ni wa kwako, ya kwamba tutatembea kwenye nguvu zako, ya kwamba tutalindwa na wewe. Hatuna Mungu mwingine wa kutulinda isipokuwa wewe. Tutatembea katika nguvu zako, kwa maana hakuna nguvu nyingine tunazotegemea isipokuwa nguvu za kwako. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya kujiweka wakfu. Kusudi la kujiweka wakfu, Mungu anataka awabariki watu wake. Anataka awabariki watu wake. Tunaona anatoa maelekezo kujiweka wakfu. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura 32 mstari wa 29. Anasema, Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam, kila mtu na juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Ili awape baraka leo. Tunaona katika ulimwengu wa roho, Mungu anataka kuziachilia baraka zitujilie, lakini anataka kuona watu waliojiweka wakfu kwa Bwana, watu waliotengwa kwa ajili ya kuzibeba hizo baraka. Ninaamini kabisa kwamba uko tayari kutengwa na Bwana wiki hii ili uzibebe baraka zako. Ninajua kabisa kwamba uko tayari kutengwa na Bwana ili upate kulindwa naye, kinyume na roho za ajali. Ajali zote ambazo adui amezipanga ndani ya wiki hii hazitakuona kwa jina la Yesu, kwa maana tayari umejiweka wakfu kwa Mungu. Na unapojiweka wakfu kwa Mungu, ajali haziwezi kukusogelea, mauti haiwezi kukusogelea, attacks, spiritual attacks, zile uvamizi wa kiroho hautaweza kukusogelea, kwa maana Bwana anasema, waambieni watu wangu wajiweke wakfu, nipata kukaa pamoja nao kwa kuwabariki. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tunamkinga adui asisogelee maisha yetu, lakini tunaziteka baraka. Ndio maana nikasema nimeona milango iliyofunguliwa. Tunaiona baraka katika ulimwengu wa roho, ambazo hizo baraka zinaenda kuchukuliwa na wewe, zinaenda kutekwa zile baraka na wewe. Kwa hiyo unapoenda kuzibeba hizo baraka, amini ya kwamba kuna neema. Amini ya kwamba kuna neema, tena ni neema kubwa ambayo inaachiliwa kwako. Na nataka uangalie utakapoenda kuyasikia maombi haya, angalia vile utakavyobarikiwa katika wiki hii. Lakini angalia vile ambavyo katika ulimwengu wa roho kuna sheria katika ulimwengu wa roho ambazo zinakufanya ubarikiwe. Na moja ya sheria katika ulimwengu wa roho ya kubarikiwa ni kujiweka wakfu kwa Mungu ambaye unazibeba hizo baraka. Ni lazima utangaze katika ulimwengu wa roho ni Mungu yupi anayekubariki. Na ndio maana unakuta Yeshua akasema, mimi na nyumba yangu tutamwabudu Bwana, tutamtumikia Bwana. Ni lazima utoe maelekezo, ni Mungu yupi unayemwabudu, ni Mungu yupi unayemwamini, ni Mungu yupi atakaye kulinda ndani ya wiki hii.
unataka baraka kutoka kwa Mungu yupi? Na sisi tunasema wewe Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ndio Mungu wetu. Tutengwe, tuwekwe katika wakfu, tutengwe, ya kwamba utakapotuona utuone kama ni sisi watu wako, ya kwamba tulinde kwa sababu tumetengwa na wewe. Utulinde na kutulinda na kutuongoza. Mungu, hatuna Mungu mwingine wa kutuongoza isipokuwa ni wewe. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tunaenda kumwambia Mungu atutazame kama watu wake. Tuanze kutembea katika nguvu zake, na tutaona jinsi Mungu atakachokifanya, kwa sababu tunaona mara zote Mungu anavyotaka kutumia kitu lazima kitenge. Lazima kitenge. Yaani lazima utengwe katika ulimwengu wa roho. Tunaona hata ya Ibrahimu, Mungu alivyotaka kumtumia alimtenga. Hali ya kutengwa ni kitu cha kawaida sana, na ndio maana Mungu anapotaka kuwabariki watu wake anawatenga, anawaweka wakfu. Anakifanya kiwe kitu cha tofauti katika ulimwengu wa roho kupitia kutengwa. Kwa tunapoenda mbele za Bwana kujiweka wakfu kwa ajili ya wiki hii nzima, nataka tuende tukajiweke wakfu kwa milango iliyofunguliwa na baraka za kuinuliwa kwetu, lakini pia tukalindwe na Bwana kinyume na nguvu zote za giza. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako tukiwa tuna moyo wa shukrani, kwa maana tumeianza wiki njema iliyofungua milango na malango yake, kwa maana tuko tayari kubarikiwa. Baba, nakushukuru sana kwa uwepo huo ulioanza pamoja nasi ndani ya wiki hii. Bwana, tunapojiweka wakfu kwa ajili ya nguvu zako, tunaomba neema yako itulinde, uwepo wako uwe pamoja nasi. Mungu liye hai, linda watoto wetu, linda nyumba zetu, linda biashara zetu, linda maisha yetu. Wewe Mungu peke yako uwe kiongozi wa chochote unachokifanya ndani ya wiki hii. Tutembee katika baraka zako, tutembee katika neema yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunapojiweka wakfu mbele ya uso wako, tunaenda kinyume na roho za magonjwa, tunaenda kinyume na roho za mauti, tunaenda kinyume na roho za uvamizi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, tunapojiweka wakfu mbele ya uso wako, tunaita upendeleo wako, tunaita nguvu zako, na milango ile iliyofunguka ikaachilie baraka kwetu katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana unaenda kutubariki kwa baraka zote katika Kristo Yesu. Asante kwa maana wiki hii tayari ni wiki iliyobarikiwa kwetu, ni wiki iliyofungua milango ya neema, ni wiki ya ushindi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya ile milango ulionionyesha imefunguliwa, ya kwamba upo tayari kwenda kuwabariki watu wako. Tunajiweka wakfu katika ile milango iliyofunguliwa, tunajiweka wakfu katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa maana neema yako inatufunika na kibali chako kinatufunika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nasi tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Vitu vyetu vyote vikaonekane kwamba vimetiwa wakfu. Mungu aliye hai, mambo yote tunayofanya yaonekane pia na yenyewe yametiwa wakfu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako kujiweka wakfu kwa Bwana, na utaiachilia sadaka yako kama ilivyo ada. Huwa tunaenda kuiachilia sadaka yetu kama ilivyokuwa kawaida yetu ya kila Jumatatu, kwenda kuachilia sadaka kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa Mungu wetu. Basi tutaziachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.